Alisema alitaka maisha rahisi. Sisi wawili tu, wikendi porini, asubuhi tulivu na kahawa karibu na mahali pa moto. Nilimwamini. Tulikutana na kikundi cha vijana na tukatumia jioni nao. Na asubuhi iliyofuata niligundua ukweli wa kutisha. Nilipokuwa nimefanya usingizi, mke wangu alinidanganya na kundi la wavulana. Udanganyifu chini ya pua yangu. Bila aibu na bila taratibu. Nilifanya nini katika hali hiyo? Kama bwana, nilichukua udhibiti kamili wa hali hiyo. Kwanza nilitoweka bila kuacha alama. Na kisha alitubu zaidi ya kitu chochote na atatubu maisha yake yote. Lakini tusiende haraka sana, tuanze kutoka mwanzo. Jina langu ni Baraka. Nina miaka 26, nafanya kazi kama senior creative katika ofisi ya matangazo ya ukubwa wa kati ambayo hufanya mengi zaidi kuliko inavyoonekana. Nimekuwa kampuni tangu chuo kikuu, nilijipatia njia kati ya matatizo. Usiku wa marehemu, pitch zilizoshindwa, wateja ambao hawakujua walichotaka hadi tulipowapa mara mbili. Ninaishi kwa shinikizo hilo, siku zote nimekuwa hivyo. Si kazi tu, ni jina langu kwenye kazi, damu yangu katika kila kampeni inayofaulu. Nimejenga kitu thabiti. Kweli. Mke wangu anaitwa Neema, ana miaka 24. Mrembo. Yaani uzuri wa ajabu. Aina ya mwanamke anayeingia chumbani na kila mwanamume humtazama kwa muda mrefu, kisha anakutazama kama kusema, uliwezaje? Ana nywele ndefu za kahawia, macho ya kijani yenye kina yanayozuia wakati, na mvuto wa asili unaofanya umwamini bila hata kujaribu. Alikuwa msichana wa kwanza niliyempenda kweli. Tulikutana nilipokuwa na miaka 20 na yeye 18. Tulikutana katika likizo iliyoshirikiwa na marafiki wa pamoja. Katikati ya asili, moto, furaha. Alishika katika mkono mmoja sahani ya mbavu, katika mwingine glasi ya plastiki nyekundu. Alivaa jeans zilizorarua na alicheka kwa kitu alichosema yule jamaa aitwaye Otieno. Yeye alijiona daima mwenye ucheshi. Jioni hiyo tulianza kuzungumza. Alikuwa na kitu tofauti. Nishati ya joto lakini kali. Ilianza mara moja. Ya kutosha kutufanya tusiweze kutengana katika miezi miwili. Baada ya miezi 6 alikuwa amehamia kwenye chumba changu kidogo sana. Miaka 6 imepita. Alisema hakutaka kufuata kazi. Alisema alitaka tu kujenga maisha nami, kuunda nyumba ya kweli. Nilimheshimu. Sio ndoto ya kila mtu kupanda ngazi za kampuni. Alisema alitaka kutunza nyumba, kupika, kusafisha, kuwa yule anayefanya nirudi nyumbani kwa amani, si chini ya shinikizo. Maneno yake hasa, wewe nenda nje ujenge dunia. Mimi nitafanya nyumba iwe na thamani ya kurudi. Unawezaje kusema hapana? Tulikuwa na pesa za kutosha. Nilifanya kazi kwa bidii. Sikujali kuwa mimi peke yangu nilete mshahara. Badala yake nilihisi bahati kuwa na mtu anayetaka maisha tulivu katika dunia isiyosimama kamwe. Tulioana katika siku ya joto ya Oktoba. Harusi ndogo. Marafiki wa karibu na ndugu tu. Hakuna kitu cha fahari. Tuliandika ahadi zetu wenyewe. Sisemi maisha yetu yalikuwa kamili, lakini yalikuwa ya kweli. Yalikuwa thabiti. Wikendi zilikuwa kitu chetu. Kila Ijumaa tulipakia gari na hema, friji ya kubebea na blanketi hiyo ya zamani iliyochakaa aliyopewa na bibi yake. Tulikuwa na desturi hii, popote tulipopiga kambi, tulipata sehemu bora yenye mazingira mazuri na tukapanda hema pale. Milima, kingo za maziwa, hata vijito vyenye matope. Haikuwa muhimu. Tuliketi karibu na moto, tukizungumza kuhusu kila kitu na hakuna kitu. Sehemu yetu tuliyopenda ilikuwa karibu saa 2 kutoka mji, iliyozama porini, baada ya njia ya changarawe ambayo karibu hakuna mtu aliyechukua. Ilikuwa kimya pale. Kweli kimya. Hakuna ishara ya simu. Hakuna magari. Upepo tu kati ya miti na kriketi usiku. Tulileta spika yetu ndogo na tukaacha muziki laini uchezwe nyuma huku tukisoma au kucheza karata. Alipenda kuamka mapema porini.
Alifungua zipu ya hema na akatoka nje akiwa amevaa sweta, nywele zikiwa zimechanganyika, na akasimama bila viatu kwenye umande akiangalia kama alikuwa wa sehemu hiyo. Alijinyosha, akatabasamu na akasema, hii ni amani mpenzi. Na nilimwamini. Kila mara nikifikiria sasa, naelewa kwamba nilikuwa mimi niliyeshika kwa nguvu zaidi kuliko alivyofanya yeye. Nilitaka maisha tuliyokuwa nayo. Niliamini katika sisi. Niliamini katika asubuhi tulivu na chakula cha jioni karibu na moto. Niliamini kwamba kuchagua kila mmoja wetu kila siku kulitosha. Sikuona nyufa wakati huo. Nilidhani tulikuwa tukijenga kitu chenye nguvu ambacho kingetupeleka miongo. Nilidhani nilikuwa nimepata mtu wangu. Badala yake nilikosea. Lakini wakati huo nilidhani tulikuwa na kila kitu. Ilikuwa wazo la neema kwenda wikendi hiyo. Nakumbuka kwa sababu nilikuwa na shaka. Kazi ilikuwa jehanamu wiki hiyo. Tulikuwa tukimaliza pitch kubwa kwa kampuni ya cream za jua na ubongo wangu ulikuwa umekuwa uji. Lakini Alhamisi jioni, wakati wa chakula cha jioni, alipokuwa akimimina mchuzi kwenye bakuli, alinichungulia na akasema, twende porini wikendi hii. Sisi tu tunahitaji. Hakuwa na makosa. Nilikubali, na Ijumaa jioni tukajiandaa yote: hema, mifuko ya usingizi, vifaa vyote. Jumamosi asubuhi tuliondoka mapema. Eneo la msitu wa asili lilikuwa karibu saa 2:30 baada ya vijiji na milima yenye mizunguko. Sehemu ya mwisho ilikuwa changarawe, aina ya barabara ambapo unashusha dirisha tu kusikia mlio wa matairi chini. Kulikuwa na kitu cha amani. Sauti hiyo ilinifanya daima nijisikie kama nilikuwa ninaacha dunia nyuma. Tulipofika, tulishangaa kidogo kupata kikundi kingine tayari kimekaa si mbali na sehemu yetu tuliyopenda. Kilikuwa kikundi kikubwa, wavulana 6, wasichana 2, labda mwishoni mwa miaka 20 au mapema 30. Walikuwa na hema kadhaa, spika ya kubebea iliyokuwa ikitoa rock ya zamani, na divai na bia zaidi ya kikundi chenye akili kinachohitaji kwa siku 2. Neema aliwasalimu kwa mkono tulipokuwa tukipita. Mtu fulani alirudisha. Nilifanya ishara ya kawaida ya kichwa. Hawakuonekana shida, kelele tu. Mwanzoni sikufurahia kuwa na kampuni karibu. Tulichagua sehemu hiyo kwa ajili ya kimya, lakini Neema hakujali. Alipenda watu. Daima amependa. Tulipanda hema chini ya miti, kidogo juu kuliko kikundi. Baadaye, tulipokuwa tukiandaa spageti na mchuzi wa nyanya juu ya moto, mmoja wa wavulana wa kikundi karibu alikaribia. Jina lake Otieno. Mrefu, mwenye rangi ya jua, kofia ya baseball na aina ya mwendo wa kupumzika wa mtu ambaye amekunywa siku nzima. Aliuliza kama tulitaka kujiunga nao kunywa karibu na moto wao. Alisema walikuwa na divai nyingi na watu wasiotosha kumaliza. Nilimtazama Neema. Tayari alikuwa anatabasamu. Kwa nini lai, alisema. Tulienda. Kwa uaminifu sikutaka. Nilikuwa furaha sisi wawili tu, moto wetu, bruschetta zetu. Lakini alikuwa na shauku na sikutaka kuwa mharibifu wa furaha. Nilijiambia inaweza kuwa ya kufurahisha. Labda tungefanya marafiki wapya. Tulishuka na viti viwili vya kukunja na tukaketi karibu na moto wao. Walijitambulisha mmoja mmoja: Otieno, Kamau, Hassan, Kiprono, Musa na mmoja aliyekuwa akijiita tu Ikiatu. Wasichana walikuwa Achieng na Wanjiku. Walijua kwa miaka, inaonekana walikuwa wakifanya raha pamoja mara nyingi, na walichagua wikendi hiyo kukimbia kazi na kujiondoa. Ilikuwa kelele. Haikuwa eneo letu la kawaida. Lakini moto ulikuwa wa joto na glasi zilijaa kwa urahisi. Neema alijiingiza mara moja. Alikuwa na njia ya kubadilisha wageni kuwa marafiki kwa tabasamu chache na utani. Nilikaa karibu naye karibu jioni nzima, nikinywa bia chache, nikizungumza na Kamau fulani kuhusu uvuvi. Ilikuwa sawa, kidogo mbaya, lakini si mbaya. Wakati fulani mtu alitoa chupa ya pombe kali. Neema kawaida hakunywi pombe kali, lakini alikuwa juu, alicheka kwa sauti, akitupa kichwa nyuma kama katika filamu.
Nilicheka naye nikiangalia jinsi alivyokuwa akikunywa. Baada ya glasi ya 4 nilijinamia na nikasema, punguza kidogo. Alitabasamu, mashavu yakiwa mekundu. Niko sawa mpenzi. Nafurahia tu. Nililiacha. Muziki uliongezeka. Mazungumzo yakawa yasiyo wazi. Watu waliinuka wakicheza karibu na moto. Neema alikuwa akizungumza na Kiatu na Achieng, akizunguka kwenye buti, akicheka kwa sauti kiasi kwamba alilazimika kujiegemea Hassan ili asimame. Nakumbuka wakati ulevi ulipoanza kutoweka. Mwili wangu uligonga ukuta huo wa uchovu unaokuja unapokunywa zaidi ya inavyostahili baada ya wiki ndefu. Niliangalia saa, karibu saa 1 usiku. Niliinuka, nilijinyoosha na nikajinamia Neema. Ninaenda hemani. Unakuja? Alinipa ile sura tamu lakini yenye ulevi. Bado. Nafika baadaye kidogo. Una uhakika? Ndiyo, alisema akinigusa mkono kwa mkono. Nataka kukaa kidogo tena. Nilikubali. Usichelewe sana. Ninaahidi. Nilirudi juu peke yangu. Msitu ulikuwa kimya mbali na moto. Hema ilikuwa tayari ya joto kutokana na joto la siku. Niliingia ndani, nililala kwenye mfuko wa usingizi na nikaangalia mwanga dhaifu wa mwezi kupitia wavu. Sauti za kicheko zilikuwa zikifika dhaifu kati ya miti. Nilitabasamu kidogo nikifikiria alikuwa anafurahia. Nilifunga macho bila wasiwasi wowote. Bado. Niliamka asubuhi iliyofuata na hisia hiyo ya mdomo mkavu na wenye kunata inayokupata baada ya bia nyingi na maji kidogo. Kichwa hakikunilipuka, pulsating tu dhaifu nyuma. Ilikuwa joto ndani ya hema. Neema alikuwa karibu nami, amejikunja kwenye mfuko wake wa usingizi. Nywele zikiwa zimechanganyika, nyuzi zikiwa zimeambatana kwenye shavu, na alionekana mtulivu. Sikujua alikuwa amerudi saa ngapi. Sikumbuki kusikia zipu au kuhisi akiingia. Kwa uaminifu, nilikuwa furaha tu kwamba alikuwa amerudi salama. Nilijinyoosha kidogo, nilisugua uso na nikachukua chupa ya maji kutoka mfukoni wa pembeni wa mkoba. Nilinywa kwa muda mrefu kisha nikakaa pale dakika chache nikifurahia kimya. Kile usichokipata mjini. Sikutaka kumwamsha Neema. Alionekana anahitaji mapumziko. Nilitoka, niliingiza buti na nikafunga hema. Jua lilikuwa tayari juu, labda saa 10. Kwa kuangalia kivuli ingekuwa siku ya joto. Nilishuka kwenye kijito, niliosha uso kwa maji baridi na nikaketi juu ya jiwe bapa nikivuta hewa safi. Kila kitu kilionekana tulivu. Kawaida. Niliporudi juu, baadhi ya kambi karibu walikuwa wakienda. Wawili wamekaa karibu na moto wao, wakiwasha majivu na kutunza maumivu ya asubuhi. Otieno alinipa ishara na akainua kikombe cha kile nilidhani ni kahawa au dawa. Nilirudisha kwa adabu lakini bila hamu ya kuzungumza. Bado nilikuwa nusu katika amani ya kijito na nilitaka kuishika. Nilikuwa nikitafuta kwenye friji ya kubebea baa za nishati nilipoona mmoja wa wavulana Kamau, nadhani akija kwangu. Hakuwa amebeba kitu na hakuwa na ile sura ya kupumzika ya asubuhi baada. Mabega yakiwa yamekaza, macho yakiwa macho sana kwa mtu ambaye alikuwa amefanya raha hadi usiku. Alisema akisimama hatua chache. Niliinua macho. Alisugua shingo na akaangalia hema, kisha mimi. Una dakika? Mimi, ninahitaji kuzungumza nawe. Kitu katika sauti kiliniweka katika tahadhari mara moja. Niambie. Akaangalia tena simu na akavuta pumzi kama anayetaka kusema kitu asichotaka. Sikiliza, nimepitia pia. Miaka iliyopita. Eti yangu alinidanganya na hakuna aliyesema. Iliniharibu kwa muda mrefu. Niliahidi mwenyewe kwamba nikiona tena kitu kama hicho singenyamaza. Tumbo lilianguka. Sikujua anazungumza nini lakini sikupenda. Unamaanisha nini? Akaangalia chini na akagusa skrini. Jana usiku baada ya wewe kuondoka, mambo yalitoroka mikononi. Nilihisi kitu kikikaza kifua.
Kwa maana gani? Hakujibu mara moja. Alinionyesha simu, video tayari ikicheza. Nilichukua sekunde kusajili. Moto. Kikundi. Kicheko. Kisha Neema hewazi amelewa akicheza akijisugua juu ya mmoja wa wavulana. Kisha mwingine. Kisha Niligeuza macho kwa muda kama ingeweza kuisimamisha. Lakini sauti ziliendelea. Video haikuwa na uongo. Na haikusimama kwa mmoja. Watatu. Watatu. Wakati mimi nilikuwa mita chache hemani nikifikiria angekuja mara moja. Sikusema neno. Sidhani nilipiga kope kwa dakika nzima. Akili ilizima. Kulikuwa na mlio wa ajabu masikioni kama static. Sikuweza kuamini nilichokuwa niona. Au labda ndiyo, lakini moyo haukutaka kuifuata. Alishusha simu. Samahani kaka. Sikujua jinsi nyingine ya kukuambia. Sote tulikuwa walevi. Sidhani anakumbuka mengi. Lakini sikuweza kukuacha uzunguke kama hakuna kitu. Nilikubali polepole bila uhakika kama nilikuwa nikikubali yeye au tu kujaribu kusimama. Unanituma? Ndiyo. Nitafuta kutoka kwangu mara moja baada. Sawa. Alinitumia. Nilihisi ping kwenye simu yangu. Sikuangalia tena. Hakuhitajika. Niligeuka kuelekea sehemu yetu na nikaangalia hema. Bado alikuwa ndani. Amevikwa blanketi kama asubuhi yoyote baada ya jioni nzuri. Hakuna wazo la kile kilichotokea. Hakuna wazo la kile nilijua mimi. Sikuwa nimewahi kuhisi utupu huo maalum. Kama mwili wangu bado ulikuwa pale chini ya miti, lakini sehemu nyingine yangu ilikuwa imeanguka kwenye shimo lisilo na mwisho. Sikujua bado ningefanya nini. Lakini nilijua hakuna kitu kingekuwa tena sawa. Sikurudi hemani mara moja. Sikutaka kuona uso wake. Si wakati bado nilikuwa nikijaribu kumeng'amua kile kilichoninyeshea. Nilisimama pembeni, mikono kiunoni, macho ardhini kama ningeweza kupata jibu pale. Hakuna. Nilivuta pumzi, niliimarisha mikono na nikaanza kusonga kimya. Kambi yetu bado ilikuwa nadhifu. Tulikuwa pale usiku mmoja tu. Nilianza kufunga vitu vyangu, nguo, vifaa, upande wangu wa hema. Niliacha vyake bila kugusa. Sikutaka kugusa kitu chake. Sikutaka kugusa chochote kilichokuwa chake. Ilionekana hata mikono yangu haikuwa yangu tena, kama nilipaswa kumaliza haraka kabla ya kupoteza udhibiti. Nilisonga polepole kwa usahihi. Kila zipu, kila kunja, kila hatua kimya. Wale chini bado walikuwa kwenye kambi yao, labda nusu wakimaliza maumivu ya asubuhi, nusu nyingine walioaibika sana kunichungulia. Hakuna aliyesema kitu. Hakuna aliyekuja kuangalia. Lazima walijua kile Kamau alikuwa amefanya. Labda walikubali. Sikujali. Baada ya kufunga vitu vyangu, nilienda gari. Lilikuwa limeegeshwa baada ya mstari wa miti lenye vumbi lakini bado safi ndani. Nilitupa yote kwenye kiti cha nyuma na nikakaa muda karibu na mlango wazi, mkono juu ya paa, macho yakichunguza kambi mara ya mwisho. Hema yetu ilikuwa pale kama hakuna kitu. Kama kawaida. Bado alikuwa ndani. Bado ko. Labda alikuwa akiota kitu kizuri au hakuna. Sikujua angekumbuka nini akiniamsha. Labda hakuna. Labda mengi. Nilipanda kiti cha dereva, niliwasha injini na nikaiacha ikiwa chini dakika. Mikono ikiwa imeshikilia kwa nguvu usukani. Moyo haukupiga kwa nguvu. Ulikuwa polepole. Thabiti. Sikuwa na hasira. Si kwa njia ile ya kupiga kelele, uso mwekundu inayovunja kila kitu. Hapana. Ilikuwa kitu baridi zaidi. Kitu chenye ncha na kisichohamishika. Niliingiza gia na nikashuka barabara ya changarawe, nikiwacha miti, moto, hema na yeye. Nilijisikia hatia. Hapana. Nilikuwa nimempa kila kitu. Kwa miaka 6, uaminifu, muda, imani.
Sikuomba mengi. Uaminifu tu na heshima kidogo. Angeweza kuniambia chochote. Tungeweza kuzungumza. Lakini alichagua yeye. Sikuhitajika kueleza chaguo langu. Safari ya kurudi ilionekana ndefu zaidi. Nilipita sehemu zinazojulikana, vituo vya mafuta ambapo tulikuwa tumeacha, baa ile ya zamani yenye ishara ya neon iliyotetemeka, na kila moja ilionekana ni ya maisha ya mtu mwingine. Nilipoingia barabarani ya nyumba ilikuwa kama kawaida. Kawaida. Nilifungua mlango, niliingia na nikatupa mifuko koridoni. Nilienda moja kwa moja kwenye meza ya kazi. Kitu cha kwanza, nilitoa folda yenye data za benki. Nilifungua kompyuta, niliingia kwenye akaunti za pamoja na nikaanza kuhamisha kila kitu kilichokuwa changu kwenye akaunti yangu binafsi. Niliifungua miezi iliyopita kwa akiba tu, kwa usalama. Sikufikiria ningehitaji kuitumia. Lakini siku hiyo ikawa nanga ya wokovu. Nilifuta kadi zake. Sikuzuia kufuta. Singemruhusu aishi sekunde nyingine zaidi kwa pesa niliyopata mimi. Kisha nilibadilisha nambari za kufuli zote. Wasifu mpya. Sikutaka aweze kurudi bila mimi kujua. Hata dirisha lililofunguliwa kidogo. Nilipaswa kuwa mchovu. Maumivu ya asubuhi, kuendesha, ngumi ya hisia, lakini sikuwa. Nilihisi nimejaa wazi. Kama ubongo ulikuwa umesafishwa na kubadilishwa na umakini. Nilienda kwenye kabati, nikachukua mfuko wa takataka na nikaanza kutoa kila kitu chake ambacho sikutaka kuona tena. Picha za zamani, tiketi za mapenzi, sweta yake aliyopenda niliyoivaa nyumbani. Kwenye mfuko, moja baada ya nyingine. Sikuzichoma. Sikuzirarua. Niliziondoa kama unavyofagia glasi zilizovunjika baada ya ajali. Kisha nikaketi meza ya jikoni. Taa zimezimwa. Mimi tu na kimya. Bado hakuwa amepiga simu. Hakutambua. Lakini mimi nilikuwa tayari nimeondoka. Na sehemu yangu iliyotaka kurudi ilikuwa imeondoka nami. Sijui hasa aliamka saa ngapi asubuhi hiyo, lakini naweza kufikiria jinsi ilivyoanza. Joto lenye kunata la baada ya ulevi linalokufanya utoke jasho na kichwa kipige. Wakati unapofungua macho na kila kitu kina mwanga mwingi na unatambua hukumbuki vizuri jinsi usiku ulivyoisha. Labda ilikuwa hivyo kwa Neema. Bado alikuwa hemani nilipoondoka, amejikunja kwenye mfuko wa usingizi kama asubuhi yoyote. Lakini hii ilikuwa tofauti na ilimgonga mara moja. Mimi sikuwa. Hakuna vitu vyetu vilivyokuwa. Vyake tu vimeenea pale alipoviacha, nusu vimefunguliwa. Viti vimetoweka. Gari limetoweka. Lazima alichukua dakika kuelewa kinachotokea. Sikujua kilichopita kichwani mwake kwanza. Labda alifikiria nimeenda matembezi au kijiji kuchukua kifungua kinywa. Labda alifikiria ni mzaha. Lakini wakati fulani lazima ilikuwa vibaya. Lile fundo la hofu labda lilianza kuunda kifuani. Lile linalokaza kila mara unapojaribu kujieleza kitu lakini vipande havilingani. Lazima alishuka kwenye kambi karibu, bado akisugua mahekalu, akijaribu kutikisa maumivu ya kichwa. Sidhani aliuliza mengi, labda alitazama karibu, akipunguza macho kwa jua na akasema kitu kama, mmemwona Baraka? Kutoka nilichojua baadaye hawakujibu mengi. Siwabishi. Nadhani macho mengi yaliyojaa aibu na ishara nusu. Labda mtu alibwabwaja ameondoka. Na basi. Hakuna maelezo. Hakuna maelezo. Ukweli tu pale bila faraja. Hakuwa na simu. Ilikuwa kwenye begi lakini betri karibu imeisha. Power bank ya pamoja nilichukua mimi. Hakuna gari. Hakuna funguo. Hakuna pesa. Hakuna wazo la kile kilichotokea au kwa nini alikuwa ghafla peke yake katikati ya pori. Kijiji cha karibu kilikuwa kilomita nyingi na pale hakukuwa na mtandao, si hadi barabara kuu. Labda aliomba lifti kutoka kwa wavulana lakini walisema hapana. Ilikuwa likizo na pombe bado haikuwa imeyeyuka vya kutosha kuendesha. Alilazimika kutembea.
Baadaye niliangalia ramani na nikahesabu njia aliyochukua, labda saa 3 kwa miguu, kati ya barabara za vijijini, mizunguko ya changarawe, njia zenye vumbi. Nilikuwa nimefanya safari hiyo mara kadhaa, haikuwa fupi kamwe kwa gari. Kwa miguu, akiwa amekauka, bila chakula na kichwa kikipasuka. Lazima ilionekana kama kutambaa jangwani. Na hakuwa na wazo la kile kilichomngojea upande mwingine. Ninapofikiria yeye akitembea barabara hiyo, jua juu, mkoba ukimchoma mabega, labda akilia wakati fulani. Nadhani alifika kituo cha mafuta kingoni mwa kijiji. Labda alitumia choo kuosha uso. Labda aliomba kutumia simu. Labda mtu alimpa pesa za basi. Sijui. Haijalishi. Kwa namna fulani alirudi nyumbani. Ilikuwa jioni alipofika. Nilikuwa juu chumbani kwenye meza ya kazi nikiangalia barua pepe. Nilihisi ngazi zikisagia, kisha kushughulikia kutetemeka. Mara moja, 2, kisha hakuna. Sikusonga. Alijaribu tena, labda akifikiria aligeuza vibaya. Kisha nilihisi kugonga mapigo matatu. Si kwa nguvu tu, kuchanganyikiwa. Kisha tena kwa nguvu zaidi. Bado sikusonga. Mwishowe alijaribu kunipigia simu. Nadhani kituo cha mafuta alifanikiwa kuchaji kidogo simu. Niliangalia simu ikilia kwenye meza ya kitanda. Jina lake bado pale, Neema. Niliitazama. Niliacha ilie. Kisha tena. Na tena. Sijibu. Na kisha nikaona simu nyingi zilizokosa na ujumbe, nini kinaendelea, nijibu. Baada ya dakika chache mapigo yalikoma. Niliangalia kutoka kwenye mapazia ya juu tu kumwona amesimama pale, mikono mifukoni, akizunguka kidogo. Alionekana mdogo sana kwenye ukumbi. Lakini sikujali. Sihisi kitu. Alikaa pale dakika 10 hivi. Alijaribu kupiga tena. Kisha akaketi kwenye ngazi akitazama ardhini. Labda akijaribu kuunganisha vipande. Labda akifikiria jioni iliyopita na kupata mapungufu, au mbaya zaidi, akikumbuka vya kutosha kuelewa haikuwa ndoto. Mwishowe aliinuka, akarekebisha kamba ya begi na akaondoka. Hakugonga tena. Hakupiga kelele. Hakuacha karatasi. Nilimtazama akitoweka kando ya barabara hadi sikumwona tena. Nyumba ilikuwa kimya tena. Kama nilivyotaka hasa. Dunia aliyokuwa amekimbia porini haikumngojea hapa. Dunia hiyo ilikuwa imetoweka. Na ile nilikuwa nikijenga haikuwa tena na nafasi yake. Baada ya kuondoka nyumbani jioni hiyo, nilifikiria angeenda kwa Asha. Alikuwa rafiki yake wa karibu zaidi na waliishi dakika 10. Asha daima alikuwa na upendeleo kwa Neema, daima tayari na kikombe cha chai na ile sura ya maskini. Sikujali. Achipuke pale. Aeleze toleo lililopotoshwa alilotaka. Mimi nilijua ukweli. Na nilikuwa na ushahidi pekee uliohesabu. Siku iliyofuata nilipokea ujumbe kadhaa. Wote mafupi, kuchanganyikiwa. Uko wapi? Kwa nini uliondoka? Ongea nami tafadhali. Sikujibu. Hata sikuwaifungua. Niliona vya kutosha kutoka kwa Hakiki kujua hakuna kitu kilibadilika. Bado akijifanya mjinga. Bado akiepuka. Singekuwa mimi kumkumbusha. Alasiri hiyo sikuenda ofisini. Nilimwambia msaidizi ninafanya kazi kutoka nyumbani. Kwa kweli sikutaka kupatikana. Bado. Nilijua angeanza kunusa labda kujitokeza ofisini, kusubiri maegeshoni. Nikaketi mbele ya wakili, vidole vikiwa vimeunganishwa kwa nguvu. Siko hapa kujadili au kuvuta kwa muda mrefu, nilimwambia. Amepita mstari ambao sirudi nyuma. Nilimwonyesha ushahidi wa udanganyifu. Alishangaa. Kwa kawaida nitatayarisha hati haraka iwezekanavyo. Tulishikana mikono na nikarudi nyumbani. Jioni ile ile alikaribia nyumba. Nilihisi. Wakati huu hakugonga.
Aliketi nje kidogo kama akitarajia nibadilishe mawazo kwa uchawi. Nilichungulia mara moja kutoka mapazia na nikamwona amekaa barabarani upande wa pili, viwiko magotini, kichwa chini. Alisubiri saa. Sikusonga. Aliondoka jua likichwa, lakini alirudi siku iliyofuata. Kitu kile kile. Wakati huu alileta sweta na mkoba kama ameandaa vitu kwa kusubiri. Aliketi chini ya mti mkubwa bustanini karibu na sanduku la barua. Hakusema kitu. Hakupiga simu. Alisubiri tu. Karibu saa 4 usiku nilitoka. Aliinuka mara moja akishangaa. Baraka, alisema akichukua hatua, tafadhali tunaweza kuzungumza? Nilisimama mlangoni, mikono ikiwa imevuka. Hapana. Alipiga kope. Mimi sielewi kinachotokea. Uliniacha pale. Umebadilisha kufuli. Hujibu. Sielewi. Utaelewa, nilisema. Ninatuma kitu kwa nyumba ya wazazi wako. Kisubiri. Ndiyo yote utakayokuwa nayo. Sauti yake ilivunjika. Kwa nini husemi nami sasa? Kwa sababu umenionyesha tayari kila kitu kilichohitajika. Na kwa hilo niliingia na nikafunga mlango. Sikupiga. Sikupiga kelele. Nilikuwa mtulivu. Nilidhibitiwa. Hakugonga tena. Nadhani kitu katika sauti yangu kilimwambia imeisha. Usiku huo nikaketi meza ya kazi na nikapanga kipande cha mwisho. Video bado ilikuwa kwenye simu isiyoguswa tangu nilipopokea. Nilihamisha kwenye kompyuta nikaikata chini ya dakika 2. Sehemu tu iliyokuwa muhimu. Hakuna kilicho wazi sana. Hakuna kilichozidishwa. Mbichi tu, wazi, isiyopingika. Sikuongeza ujumbe. Hakuna barua ya drama. Hakuna maelezo. Siku chache zimepita. Hati za talaka zilipokuwa tayari, saini yangu, tarehe, mstari wake ukiachwa wazi. Nilifikiria angeuangalia kwa muda mrefu kabla ya kusaini. Nilinunua flash disk nyeusi dukani kona asubuhi hiyo. Niliingiza. Nilihamisha video. Niliangalia mara 2. Kisha ya 3 kwa usalama. Niliandika folda kwa kumbukumbu zako. Baridi rahisi. Niliweka yote kwenye bahasha ya manjano rahisi. Hakuna mtumaji. Jina lake tu na anwani ya wazazi kwa herufi kubwa nadhifu. Siku 3 baadaye, kutoka kufuatilia nilijua imefika. Usiku huo simu zilianza tena. Wakati huu na kukata tamaa. Baraka, tafadhali. Nimeona. Sikumbuki nusu ya mambo. Sijui kwa nini, ongea nami tafadhali. Uelewi jinsi usiku huo ulivyokuwa. Nilikuwa nimelewa, sikufikiri. Tafadhali usifanye hivyo. Niruhusu nirekebishe. Nitafanya chochote. Sikujibu. Kamwe. Aliendelea kupiga siku zilizofuata, akiacha voicemail zilizojaa kilio na msamaha. Aina ya ujumbe unayotarajia kutoka kwa mtu ambaye ameona kosa lake baya zaidi na kuelewa haliwezi kufutwa. Sihisi mhanga. Nilihisi huru. 1.5 mwezi umepita tangu pakiti ifike kwa wazazi wake. Tulikuwa katika mahakama ndogo katikati mwa mji. Jengo lilikuwa la kijivu, lisilo na jina, likinuka karatasi za zamani na sabuni. Kila kitu kliniki na kimya, kama wale walio ndani walikuwa wakiendesha tu taratibu za mwisho wa maisha ya wengine. Hakuna aliyeinua macho tulipoingia. Tuliketi pande tofauti. Yeye alikuja na baba yake. Mimi peke yangu. Alivaa suti ya bluu giza ya kawaida kama kwa mahojiano au kanisani. Nywele zikiwa zimefungwa kwa nguvu, hakuna makeup niliyoona. Amepoteza uzito, uso kidogo umechimbwa, macho meusi. Hakunitazama alipoketi. Alitazama sakafu kama jibu limechongwa kwenye linoleum. Baba yake alionekana wasiwasi. Mikono ikiwa imeshikana, taya imekaza. Sidhani alinizungumza tangu siku ya harusi. Ilikuwa sawa. Hatukuwa na chochote tena cha kusema.
Hakimu aliingia na sote tuliinuka, kisha tukaketi tena huku karani akisoma taratibu. Niliweka macho mbele. Neema hakuinua macho mara moja. Tulikuwa tumeweka yote mapema. Wakili wangu alihakikisha ni thabiti. Hakuna mali ya pamoja. Hakuna deni la pamoja. Nyumba, gari, akaunti yote tayari yalikuwa yangu kisheria. Hatukuwa tumeweka mfumo wa kutenganisha, lakini hati na muundo zilinipa faida. Ilibaki tu kufanya rasmi, kuifanya ofisi na kuacha pande zote mbili zizungumze kwa rekodi. Walipouliza kama mtu anataka kuzungumza, nilikaa kimya. Lakini Neema hapana. Aliinuka, mikono ikitetemeka, sauti chini lakini wazi kufika mwisho wa ukumbi. Alitazama kwanza hakimu, kisha akageuza macho kwangu. Ningependa tu kusema kitu, alianza, sauti ikivunjika neno la pili. Najua nimekosea. Najua inaonekana ya kutisha. Lakini usiku huo sikuwa mimi. Nilikuwa nimelewa sana, sikufikiri. Sikutaka kumuumiza. Alinitazama nusu sekunde kabla ya kushusha macho. Singefanya kamwe nikiwa na akili. Na hapa sikuwa mimi usiku huo. Sikumbuki yote, lakini nilichoona si mimi. Si nani ninataka kuwa. Ukumbi ulibaki kimya isipokuwa mlio wa taa. Sikipiga kope. Nilimtazama, mikono ikiwa imevuka. Aliendelea. Nimeomba msamaha. Nimepiga simu. Nimemsihi anizungumze. Siombi kufuta nilichofanya. Najua siwezi. Lakini nilifikiria kama angesikia kutoka kwangu, kama angejua jinsi ninavyojuta, labda ingehesabu. Alinitazama tena, wakati huu moja kwa moja. Macho mekundu, akishika machozi. Ninakupenda Baraka, alisema. Hata kama hutani samhe kamwe, ninakupenda. Daima. Hakimu alinichungulia. Unataka kujibu? Niliinuka polepole, nilihisi buti kwenye sakafu. Mdomo mkavu lakini sauti thabiti. Akiwe anakumbuka au la, nilisema nikimtazama moja kwa moja machoni. Ilitokea. Na sitaishi na mtu anayefikiria uaminifu una swichi. Sikuongeza sauti. Hakuhitajika. Maneno yaligonga vya kutosha. Hakulia mara moja. Alifunga macho tu kama kushikana. Lakini machozi yalikuja mara tu nilipoketi. Kimya ya yale yanayoshuka bila kelele. Baba yake alimweka mkono begani lakini hakujibu. Hakimu alikubali na akafupisha makubaliano kwa ufupi. Ilikuwa haraka. Yenye ufanisi. Baridi. Dakika 30 baadaye ilikuwa imefanyika. Imekamilishwa. Imeisha. Tulitoka ukumbini. Mimi nilienda moja kwa moja kupitia ukumbi na maegeshoni. Sikutazama nyuma. Hakujaribu kunifuata. Anga lilikuwa la kijivu siku hiyo. Si la dhoruba, mawingu tu yaliyofanya kila kitu bapa na kilichozimika. Ilifaa. Nilipanda gari la pickup na nikafunga mlango, nikavuta pumzi ndefu. Si nafuu. Si furaha. Tu utulivu. Alitoka mahakamani bila kitu. Hakuna gari. Hakuna nyumba. Hakuna haki juu ya kile tulichojenga. Kwa sababu mwishowe alikuwa yeye aliyeharibu. Na mimi nilikuwa tayari nikijenga kitu kipya. Miaka 4 ilipita. Wakati hauendelei tu, ulinichukua pamoja kama mto usio na sababu ya kusimama. Dhoruba ilikuwa imefika na kupita na nilikuwa nimejenga upya. Nilijitupa kazini baada ya yote kumalizika. Saa ndefu zilisaidia. Mwishowe nilipandishwa cheo, kwanza kiongozi wa timu, kisha meneja wa mradi na mwishowe mkurugenzi wa tawi. Aina ya kazi niliyotaabika usiku na kahawa ya kuchukua na kampeni zilizochelewa. Nilikuwa na ofisi yenye dirisha ya kona, timu iliyonirespect, wateja waliaminiana, na zaidi ya yote akili wazi na dhamiri safi. Nilinunua nyumba karibu nusu saa nje ya mji, tisi ya anasa lakini thabiti.
matofali, ukumbi mpana, bustani iliyozungukwa uzio inayoelekea porini. Eneo tulivu, hakuna magari yenye kelele, hakuna drama. Nafasi tu ya kupumua. Nilianza kupika zaidi, nilirudi kutembea milimani. Nilisoma vitabu. Si makala au ripoti tu, vitabu vya kweli. Nilirejesha marafiki niliokuwa nimejitenga nao katika fujo na nikafanya wapya. Na kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, nilihisi niko kwenye usukani wa meli yangu. Na kisha jioni moja, ghafla yaliyopita yalirudi juu. Ilikuwa sherehe ya siku ya kuzaliwa. Rafiki wa pamoja. Omari, kutoka nyakati za zamani za matangazo. Alikuwa akitimiza miaka 35, alikuwa amekodisha chumba kizuri nje kidogo. Hakuna kitu cha kuzidisha. Taa za uzi, tray za buffet, watu wakiwa na shati na mavazi ya majira ya joto. Aina ya mkutano ambapo kila mtu anataka tu kupumzika, kucheka, kusasisha. Sikuwa pale kujifanya. Sikutafuta kushangaza. Nilienda tu kumpongeza Omari, kunywa glasi mbili, kubadilishana mazungumzo na wenza wa zamani. Na kisha nilimwona Neema. Alikuwa upande mwingine wa ukumbi, karibu na meza ya vitamu, akizungumza na mtu nisiyemjua. Nywele zikiwa zimefungwa, gauni jeusi linalobanwa, viatu vya juu. Bado mrembo. Aina ya uzuri unaovuta ukumbi bila kujaribu. Lakini haikuwa hilo lililonigonga. Yalikuwa macho yake. Katika sekunde aliponiona, kila kitu kilibadilika. Mdomo ulisimama katikati ya sentensi. Tabasamu dogo lilitoweka. Alionekana amegongwa na kumbukumbu ya kila kitu alichojaribu kuzika. Ilimgonga kwa nguvu. Alikaribia polepole. Mimi sikusonga. Sikutabasamu. Nilikaa na glasi mkononi nikingojea. Baraka, alisema. Sauti chini. Tahadhari. Sikujua ungekuja. Nilialikwa, nilisema kwa ukavu. Alirekebisha nyuzi nyuma ya sikio. Uko vizuri. Kweli vizuri. Asante. Alisita akinichunguza. Mimi nimefikiria sana juu yako. Katika miaka hii. Niliuliza jinsi ulivyo. Niko vizuri. Alikubali, akashusha macho, kisha akainua. Sikuweza kukuambia kweli. Samahani. Kwa yote. Nilikuwa mjinga. Mwenye ubinafsi. Sijui jinsi nilivyokuwa toleo hilo la mimi. Lakini ningeweza kurudi nyuma na kurekebisha, ningefanya. Nilimtazama muda. Bado alikuwa na harufu hiyo inayojulikana. Si ya literally ile aura tu. Tamu anapotaka, yenye hatari ya kutosha kukuvuta, na nyuma kitu cha utelezi. Kitu kilichonichanganya wakati mmoja. Sio tena. Neema, nilisema, sauti bapa, haikuwa kosa. Yalikuwa matatu. Moja baada ya nyingine. Hatua chache kutoka kwangu. Alipiga kope akigongwa na uwazi. Chozi liliunda mara moja. Sitaisahau kamwe. Na sitaisamehe. Ulihakikisha wewe. Alijaribu kujibu, lakini niliinua mkono mtulivu. Na sasa, nilisema, nifanyie upendeleo. Toweka mbele yangu milele. Usiharibu jioni kwa wengine wote. Midomo yake ilitetemeka. Alikubali kidogo, akishikana kwa shida, na akageuka. Nilimtazama akienda kuelekea mlango, mkono usoni, akiteleza usiku. Hakurudi. Sikumwona tena. Sehemu iliyobaki ya jioni ilikuwa rahisi. Nilichukua kinywaji kingine. Kicheko na watu nisiowaona kwa miaka. Mtu aliweka wimbo wa zamani na ukumbi wote ukaimba. Omari aliinua glasi na akashukuru kila mtu. Ilikuwa jioni nzuri. Kurudi nyumbani, barabara ilikuwa inayojulikana. Madirisha yameshushwa, taa za ukumbi za joto. Niliingia, nilivuta pumzi na nilihisi kamili. Kinachonijutisha ni kutokuona mapema. Muwe waangalifu vijana. Sio kila mtu mnaopanda naye hema anastahili kushiriki moto wenu.
Shiriki maoni yako kwenye maoni. Je, ungeweza kusamehe usaliti kama huo ikiwa mke wako hakufahamu hasa alichokuwa akifanya? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.